Ni kukaribisha mtazamaji wa Star TV katika kipindi cha sheria zetu ambacho kwa siku ya leo kitakuwa katika mfumo tofauti kabisa. Tutapita mtaani kwa ajili ya kupokea maswali kutoka kwa wananchi na kuyaelekeza kwa Dr. Tumaini Haonga ambaye ni afisa programu elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya. Langu jina ni Athmani Miula. Ungana nami ili ufahamu wananchi wanauliza nini na Dr. Haonga atatolea ufafanuzi upi. Karibu. Namuuliza daktari kuhusu swala la ugonjwa wa corona kwa sababu unatuchanganya. Wengine wanasema unaambukiza kwa hali ya hewa, wengine wanasema unaambukiza kwa mikono, wengine wanasema unaambukiza. Kila mtu anakuwa na neno lake, sasa tunakuwa hatutambui. Kwa hiyo namuuliza daktari, je, ugonjwa wa corona unaambukiza kwa njia gani ili tujikinge tujue? Namshukuru mwananchi aliyeweza kuuliza hilo swali kuhusu ni kwa njia gani huu ugonjwa wa COVID-19 unaweza kuambukizwa. Sasa huu ugonjwa wa COVID-19 kwa maana ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona unaweza kuambukizwa kwa njia kubwa mbili. Tunaweka kwenye makundi mawili. Njia ya kwanza ni kupitia majimaji yanayotoka kwenye njia ya hewa, kwa maana ya majimaji yanayotoka katika mfumo wa upumuaji, ambayo sasa yule ambaye ana virusi vya corona anaweza kuyatoa wakati anakohoa, wakati anapiga chafya, wakati anaongea, wakati mwingine wakati ana dalili za mafua. Kwa anaweza kuyatoa yale majimaji kutoka kwenye njia ya hewa. Na njia nyingine ni pale ambapo yule ambaye ana virusi vya corona akawa kwa namna moja ama nyingine ameshayagusa majimaji yanayotoka kwenye njia ya hewa, kwa maana ameyagusa kwa mikono yake, alafu sasa akashikana na mtu mwingine kwa mikono, au akagusa eneo ambalo baadaye likaguswa na mtu mwingine, hapo anaweza kupata maambukizi. Kwa hizo ndio njia kubwa mbili namna maambukizi yanaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Je, nitajuaje kama tayari mimi nishaathirika na ugonjwa wa corona? Kwa sababu nakuwa sijui chochote, na kwa vile unachukua muda mrefu, kwa hiyo inakuwa ni vigumu. Ila nitajuaje kama tayari mimi ni mwathirika? Dalili za kwanza labda zinaanza labda dalili gani, na ambapo utaanza kujisikia ili kwamba nijijue kwamba na dalili za hili gonjwa la corona. Swali langu mimi nauliza hivi, watu mwamba mtu ukimwona na dalili kama mimi nausikia tu kama corona, hii la dalili sijui, lakini unaambiwa kwamba dalili sio hapo koni, sio unakuta kunauma. Dalili za ugonjwa wa COVID-19 ni pamoja na homa kali, na vile vile dalili nyingine ni zile ambazo zinajitokeza kwa mtu yoyote mwenye dalili katika mfumo wa upumuaji. Kwa pamoja na kwamba mtu anaweza kawa na homa kali, lakini mwingine anaweza kuwa na dalili kama vile kukohoa, kupiga chafya, kupumua kwa shida, kuishiwa pumzi, mbavu kubana. Zote hizo ni dalili za huu ugonjwa wa COVID-19. Lakini kama ulivyozisikia hizi dalili zinafanana na dalili za magonjwa mengine mengi. Kwa hiyo uwepo wa hizi dalili hauashirii moja kwa moja kwamba mtu fulani ana maambukizi ya virusi vya corona. Hivyo basi ni muhimu yule ambaye ana dalili za COVID-19 tuweze kuhusianisha na viashiria vingine vitatu. Endapo huyu mtu ana historia ya kusafiri kwenda katika eneo au nchi ambayo inaripoti mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19, endapo alimhudumia mgonjwa wa COVID-19 au alikaa pamoja, kuishi pamoja au kuchangamana na mgonjwa mwenye virusi vya corona. Kwa sasa endapo alichangamana, alikaa pamoja au alienda kwenye eneo lenye ugonjwa na akawa na hizi dalili kama homa, kukohoa, kupiga chafya, kuishiwa pumzi, mbavu kubana, kupumua kwa shida, huyu anaweza akawa na ugonjwa wa COVID-19. Tunathibitisha kwamba katika mataifa makubwa watu wengi sana wameathirika na mpaka kwetu ushafika. Lakini sasa kwetu tumesikia kwamba katika watu ambao walikuwa katika kitengo waliowekwa katika karantini, mbona kuna watu wamepona? Je, kuna dawa gani wametumia au dawa imepatikana? Swali langu bwana mimi lilipokuhusiana na ugonjwa wa corona, maana ugonjwa wa corona umeanzia kwa wenzetu huko, wamekufa wengi. Yaani ni janga la maana la dunia nzima. Na huwa wanasema kuna wanaopona na baadhi ya wengine kama hivyo wanapoteza maisha. Lakini tumeambiwa kwamba homa hii haina tiba ya kupona, ila kuna watu wanapona. Wewe tunaambiwa kwamba
watu wanapona. Sasa swali langu mimi lipo kwamba watu wanapona kwa tiba gani? Swali langu kwa daktari ningemuuliza hivi, watu wanasema kuhusu ugonjwa wa corona hauna dawa wala chanjo. Sasa inakuwaje tunaambia watu wengine wanapona? Ni kweli kuna wagonjwa wanapona baada ya kuambukizwa virusi vya corona, na ukijaribu kuona wanaopona ni wengi kuliko ambao kwa bahati mbaya wanapoteza maisha. Huu ugonjwa wa COVID-19 karibia 80% ya wanaothibitishwa kwamba wana virusi vya ugonjwa huu hawaonyeshi dalili au wanaonyesha dalili kwa kiwango kidogo sana kiasi kwamba hahitaji kuwa wamelazwa sana au yupo kwenye msaada mkubwa wa matibabu. Lakini asilimia nyingine inayobaki wanakuwa na hizi dalili, wanalazwa kwenye vituo, na ile 5% ndio wanahitaji msaada wa matibabu ya kibingwa, hususan kwa kutumia mashine hizi ventilator ambazo zinaweza kuwasaidia kupumua au kupewa msaada wa hewa ya oxygen. Sasa kinachofanya hao wengine wapone na wengine wasipone ni uimara wa kinga ya mwili. Kwa pale ambapo virusi vimempata yule ambaye kinga ya mwili ni imara, basi yeye ana nafasi kubwa ya kinga yake ya mwili kupambana na hivi virusi na hatimaye kuviondoa mwilini. Lakini yule ambaye kinga ni dhaifu kidogo ndio anaweza kaonyesha dalili, na katika kuonyesha dalili mwili ukifanikiwa ataweza kupona vile vile. Ila kwa huu ugonjwa wanaopona ni wengi ukilinganisha na wale ambao wanafariki, na kinachosaidia wao wapone ni uimara wa kinga ya mwili ambayo itapambana na hivi virusi vya corona. Mimi nilikuwa namuuliza dokta, sisi huwa tunanawa tunapopanda mwendo kasi, wanatunawisha, tunakoporudi majumbani huwa kuna gari zetu zinaingia huko machokoroni, labda Kingongo, Bonyokwa, nazo zile gari zinakuwa zina vioo vyake havifunguki na maji hakuna. Tangu asubuhi mtu kanawa mwendo kasi. Je, kwa usalama wetu tulionao asubuhi ndio mpaka jioni au inakuwaje dokta? Nakuwa namuuliza. Katika kipindi hiki cha mlipuko tunasisitiza sana umuhimu wa watu kutokaa kwenye mikusanyiko. Ni muhimu watu wakae mbalimbali, hususani umbali wa mita 1 kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Lakini vile vile ni muhimu sana kuepuka kukaa kwenye vyumba ambavyo havina mzunguko wa hewa wa kutosha, kwa sababu kama chumba hakina hewa ya kutosha, maana yake ni kwamba ile hewa ambayo mmoja ataitoa wakati wa kupumua na wenzake wapo karibu naye itaendelea kuzunguka maeneo ya karibu, na wengine wanaweza wakavuta hewa ile ambayo huenda ikawa inavimelea endapo wapo katika mazingira ya karibu sana. Kwa hiyo inashauriwa hata sio tu kwa ugonjwa wa COVID-19, lakini hata kwa magonjwa mengine ya njia ya hewa, kukaa kwenye vyumba ambavyo labda ni kidogo sana na ikawa kimefungwa madirisha si jambo zuri kiafya, kwa sababu ni chanzo cha kueneza magonjwa mbalimbali ya njia ya hewa. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba chumba kina dirisha na dirisha linafunguliwa ili kuruhusu hewa ipite. Swali langu mimi, ninaponawa mikono alafu kama ninao ugonjwa wa corona, nimeshanawa mikono naingia ndani ya nyumba ya ibada, siwezi kuwaambukiza wenzangu mle ndani kwa njia yoyote nyingine zaidi ya ile ambayo mimi nimenawa mikono? Kwa sababu mimi sioni uhusiano kwa kunawa mikono tu wakati ninayo tayari corona afu nimeingia kwa watu. Lengo la kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni ni kuondoa vimelea vya maradhi, hususan hivi virusi vya corona ambavyo vitakuwa vipo kwenye mikono ya yule ambaye ananawa. Kwa hiyo endapo mimi nina maambukizi ya virusi vya corona, nikinawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, nitaondoa vile virusi endapo vilikuwa mikononi mwangu. Kwa hiyo nitakapoingia kwenye msikiti, nitakapoingia kwenye kanisa, ikitokea kuna sehemu nikagusa na mtu mwingine akaja kugusa, mikono yangu inakuwa haikuwa na virusi. Kwa hiyo hata nikigusa eneo na mwingine akagusa, siwezi kusambaza virusi kwa njia hiyo. Lakini pia inashauriwa wakati tukiendelea na hizi shughuli zetu za kawaida, ikiwa ni pamoja na kuhudhuria kwenye nyumba za ibada na shughuli nyingine, tuepuke kujigusa maeneo ya uso, hususan kwenye macho, pua na mdomo. Na mara baada ya kumaliza shughuli hizi ni muhimu kunawa tena. Kwa hiyo unanawa wakati wa kuingia na unanawa wakati wa kutoka. Swali langu kwa daktari,
Watanzania wanataka kufahamu hali halisi kabisa ya ugonjwa huu kwa Tanzania, kwamba mpaka sasa hali ikoje, ukiachilia mbali maneno ambayo tunayasikia kwa wanasiasa, akiwemo Waziri Mwalimu Umi anatuelezea kila siku wagonjwa wanaoambukizwa na wale ambao wako kwenye karantini na wale ambao wako, lakini bado tunataka kujua kwa undani zaidi, kitaalamu, kidaktari. Tunaangalia kwa taarifa za moja kwa moja za dunia nzima, tunaona kwamba kwenye mataifa ambayo yalipata huu ugonjwa mapema, tunaona visa vya ugonjwa vinapungua. Kwa mfano, nchi ya kwanza kuripoti mlipuko huu, nchi ya Jamhuri ya Watu wa China, visa vya ugonjwa huu vimepungua. Lakini tunaenda mbali kwa kuona kwamba mataifa mengine kama Italia, Hispania, ambayo kwa wiki iliyopita na wiki ile nyingine walikuwa wanaripoti visa vingi vya ugonjwa na vifo vingi, lakini kwa wiki hii kumeanza kuwa na kupungua kidogo, lakini bado ongezeko lipo katika mataifa mengine, hususani kama taifa la Marekani, Uingereza. Hivyo basi ukijaribu kuona yale mataifa ambayo yalipata mlipuko mapema, idadi ya visa na idadi ya vifo imeanza kupungua. Na hii inatudhihirishia kwamba kuna jitihada zinafanyika ambazo zinapunguza haya maambukizi. Na bado tumeona kwamba kuna mataifa ambayo yalikuwa hayana mlipuko tayari yamesharipoti ugonjwa. Kwa hiyo sasa ni mapema kusema kwamba ugonjwa unapungua, ila kwa kuangalia kwa baadhi ya mataifa tunaona wale waliokuwa wanaripoti visa vingi sasa hivi vimeanza kupungua, na ongezeko sio kubwa sana la idadi ya visa hususan katika mataifa ya Afrika. Tumeambiwa ugonjwa wa corona kule unatisha, na tumeambiwa dalili zake tumesoma kwenye peperushi, ila hatujajua kama mtu akishikwa na dalili hizo ghafla unamhudumiaje au unachukua hatua gani. Hicho ndio tutakatuuliza, maana unaweza ukashikwa ghafla wewe au mtoto au mwanaume wako, hujui dalili zake, hujui unajikingaje. Ndio nataka niulize kwa daktari, kama ukimpata ghafla mtoto au jirani namsaidiaje, yani huduma ya kwanza. Nilikuwa nauliza kwamba endapo kama nitakuwa na mgonjwa wangu wa ugonjwa wa corona, nitamhudumia vipi, nikiwa kwenye hali gani, au tunakuwa na mavazi ambayo nitavaa maalum kwa ajili ya kumhudumia au nitamkimbia kabisa. Nilikuwa natamani sana nijue jinsi ya kupunguza mgonjwa mwenye corona. Tafanyaje? Mtu aliyepata maambukizi ya virusi vya corona au yule aliyethibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19 anatakiwa kuhudumiwa na kupewa matibabu katika vituo vya kutolea huduma za afya kuhusu ugonjwa wa COVID-19 ambavyo vimeainishwa na kuandaliwa. Sio kila hospitali, sio kila zahanati, sio kila kituo cha afya kitatakiwa kutoa huduma za moja kwa moja kwa mtu aliyethibitishwa kuwa na corona. Ni vituo vilivyoainishwa au kuandaliwa peke yake vitakavyoweza kutoa haya matibabu. Kwa hiyo yule aliyethibitishwa atatakiwa kupata matibabu kwenye vituo vya kutolea huduma za matibabu ya COVID-19 ambavyo vimeainishwa katika maeneo mbalimbali nchini. Wengine wanakuambia si kitunguu saumu unachanganya si na nini. Wengine wanakuambia majani ya mwarobaini na mwalovela. Je, mwalovela na mwalovela unachanganya au unatumia tofauti? Naomba nianze kwa kusema hiyo taarifa ni hapana. Si taarifa ya kweli, na wakati huu ni nadhani tufike hatua tuepuke sana kwa kuzusha taarifa ambazo bado hazijapata ukweli na ushahidi wa kisayansi. Hakuna eneo lolote ambalo hizi dawa ambazo umezitaja, hii mitishamba imeweza kutumika na kuonyesha matokeo chanya. Kwa hiyo si wakati mwafaka sana kuanza kuzungumzia au kuanzisha upotoshaji kuhusu utumizi wa jambo hili, matumizi ya mmea huu kwamba unaweza kutibu ugonjwa wa corona. Lakini kwa mpaka hivi sasa hiyo mimea uliyoitaja haijathibitishwa kuweza kutibu ugonjwa wa COVID-19. Kwa hiyo si sahihi watu wakatumia. Namuuliza daktari swali langu mimi kwamba hizi kofia tunazovaa sisi, mimi kama mimi na la kwangu mwenyewe binafsi sawa, huyu abiria naye wavalisha, maana abiria wako wengi na abiria haji na kofia lake, anakuja yeye kama yeye. Kwa hiyo ninapomvalisha kofia yeye
Nikitoka hapo ina maana ninampalisha na mwingine, kama mmoja nao ina maana nitakuwa nawaambukiza wengine na wengine watakaoendelea kulitumia ile kofia. Sasa tunafanyaje ili tusiendelee kuambukizana? Ukijaribu kuona, tunasisitiza sana watu waweze kunawa mikono mara kwa mara. Sasa endapo umenawa mikono mara kwa mara, hii mikono ndio itakayoshika hii kofia ngumu, kwa maana helmet. Kwa kama ulikuwa umenawa, maana yake mikono yako hata kama wewe una virusi hautaweza kuenda kuviacha kwenye ile kofia ngumu. Na endapo ulikuwa haujanawa na endapo wewe ulikuwa huna maambukizi, lakini aliyekuwa ameivaa hiyo kofia kabla yako aliishika kwa mikono yake na yeye ana maambukizi, hii inamaanisha kwamba wewe baada ya kutumia chombo cha usafiri ni muhimu uweze kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, ili endapo kama ulipata virusi kwenye mikono yako wakati wa kushika ile kofia ngumu utaweza kuvitoa kupitia kunawa. Lakini jambo la muhimu wakati tupo kwenye vyombo vya usafiri, tuhakikishe sana hatunaepuka kujigusa maeneo ya uso, hususan kwenye macho, pua na mdomo, kwa sababu ndio njia za moja kwa moja ambapo virusi vinaweza kupita. Napenda kuuliza kwamba hii ugonjwa wa corona, hao wadudu wametokana na nini na hao wadudu wamepatikana kwa njia gani? Virusi vinavyoleta ugonjwa wa COVID-19 ni virusi vipya jamii ya corona. Kwa maana hiyo tuna virusi vingine aina ya corona ambao vilileta matatizo ya magonjwa ya mfumo wa hewa katika miaka ya nyuma. Mwaka 2002 kulikuwa kuna virusi vilileta ugonjwa wa SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, huko katika nchi ya China. Lakini mwaka 2013 virusi vingine vya corona vikawa vimeleta ugonjwa wa mfumo wa upumuaji katika mataifa ya Mashariki ya Kati, na ugonjwa ukaitwa Middle East Respiratory Syndrome. Sasa hivi virusi vinatoka wapi? Kinachofanyika ni kuangalia hivi virusi, je, vipo kwa binadamu peke yake au hata kwa wanyama. Ushahidi unaonyesha kwamba kuna baadhi ya wanyama na wao wanaweza wakapata au wakawa na hivi virusi mwilini mwao. Sasa kurudi kuanza kuona nani alikuwa na virusi kwa mara ya kwanza, ni mnyama au ni binadamu, hilo bado halijapata ushahidi wa kutosha. Kuhusu swala la kunawa, swala la kunawa watu wananawa sana, isipokuwa ile koki ya kunawia usafi unakuaje juu yake, kwa sababu mtu anaweza kawa na ugonjwa wa corona akafungua koki akanawa maji and then alafu akarudishia kufunga lile koki. Je, hajaacha ule ugonjwa? Na tunasemekana kwamba ugonjwa huu wale wadudu si chini ya masaa 7. Wale wadudu wana masaa 7 ndio wanakufa. Sasa je, mtu ambaye alifungua koki na kanawa na alafu akafunga kama anao ugonjwa huo, je, hajaambukiza watu wengine? Kinachotakiwa kufanyika kwa zile koki ambazo italazimu mtu aifungue na kuifunga kwa mkono, inashauriwa hilo eneo la kunawa kwa maji yanayotiririka na sabuni, basi kuwe kuna karatasi laini au tishu ambayo mtu ataitumia kufunga ile koki ya bomba. Lakini kama hilo haliwezekani, basi kuna zile koki maalum ambazo unaweza kufunga kwa kutumia sehemu ya kiwiko. Kwa utafungua kwa kutumia sehemu ya kiwiko cha mkono, utafunga kutumia sehemu ya kiwiko cha mkono. Lakini sasa hivi tumeona kuna maeneo kuna watu tunaweza tukasema wamefanya jambo la kiubunifu. Wameweza kubuni aina za koki ambazo utaweza kukanyaga kwa mguu inatoka sabuni, utakanyaga kwa mguu inatoka maji. Kwa sasa hii ni jambo la ubunifu zuri ambalo katika kipindi hiki ambacho hataki maambukizi yaenee na hataki watu washike moja kwa moja sehemu ambayo watu wengi watashika, zile zinaweza zikawa ni salama zaidi katika maeneo yenye mikusanyiko mikubwa. Kwa upande wa hivi viwakilishi vya kujizuia, huwa labda wameweka dawa au havina dawa, unajiziba kama kujiziba tu. Maana na mtu akiingia dukani kanunua kitu cha kuziba, basi kajikinga na corona. Ziko za aina nyingi na zinatengenezwa kwa malengo tofauti. Zipo barakoa ambazo zitatengenezwa kwa malengo ya kukukinga na vumbi, kwa malengo ya kukukinga na moshi, zingine zitakukinga kwa vimelea vya maradhi. Na hizi zinazokukinga kwa vimelea vya maradhi, zipo ambazo zinatengenezwa ili zikukinge na aina fulani ya bakteria, zinazoweza kukukinga na aina fulani ya virusi, lakini vile vile zipo zinazotengenezwa ili zikukinge na aina fulani ya bakteria kwa pamoja na aina nyingine ya virusi. Kwa sasa zinakuwa na ufanisi tofauti. Kwa msingi huo na utengenezaji wake ni tofauti.
ile ambayo inalenga kwa ajili ya kukinga na virusi inaweza ikawa na umbo dogo zaidi, kwa maana nafasi kati ya nyuzi moja na nyingine inazidi kuwa ndogo sana kiasi kwamba kirusi hakitaweza kupita. Lakini baadhi huwa zina kemikali ambayo pia inaweza ikaua au kuondoa vile vimelea vya maradhi ambavyo vipo kwa maeneo ya kwenye ile nguo zenyewe au kwenye zile nyuzi. Huko karantini wanakuwa wanapatiwa huduma gani? Karantini ni eneo maalum ambalo unamweka mtu akiwa kwenye uangalizi. Kwa hiyo kwa haya magonjwa ya mlipuko, iwe ni ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa Ebola, ugonjwa wa corona, watu wanatakiwa wawekwe kwenye maeneo maalum ambayo watakuwa wapo kwenye uangalizi wa uchunguzi wa afya zao. Kwa sasa akiwa karantini, wakati anaendelea na uchunguzi, kwa atakuwa anahojiwa kuhusu maendeleo ya afya yake, kama na dalili za ugonjwa, namna anavyoendelea. Wakati mwingine atafanywa vipimo kuangalia kama ana homa na kuangalia vipimo kabisa vya ugonjwa stahili kama ugonjwa wa COVID-19. Wakati anafanywa vipimo, endapo ataonyesha dalili, atatibiwa kulingana na dalili alizoweza kuzionyesha. Kwa hiyo ndio kinachofanyika kule karantini. Lakini kule kuna wataalamu wengine nje ya madaktari, wauguzi, kuna wataalamu ambao wanaweza kutoa unasihi wa kisaikolojia kwa kiwango kikubwa. Kwa wataalamu wanaweza wakatoa, tunasema psychosocial support, ni kwa namna gani mtu ataweza kujengwa akili yake na kuelezwa kwamba hili tatizo lililokupata linaweza likatatulika, afya yako inaweza kurudi kwenye hali ya kawaida, na ni kwa namna gani anasaidiwa wewe kurudi kwenye maisha yake ya kawaida ya kijamii. Kwa hiyo hayo ndio mambo yanayoendelea kwenye maeneo ya karantini. Lengo likiwa ni kuzuia maambukizi zaidi kwenda kwa watu wengine, lakini kumfanya yule mgonjwa asiweze kupata madhara zaidi au afya yake isidhoofu kwa sehemu kubwa, na vile vile ni eneo ambalo atapata matibabu kwa wakati kutoka kwa wataalamu sahihi, kwa sababu kule kuna vifaa tiba, kuna vifaa kinga ambavyo wataalamu wanavitumia kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa, lakini vile vile wataalamu wa kule ni wale ambao wamepata mafunzo maalum ya namna ya kushughulika au kutoa tiba kwa huu ugonjwa wa COVID-19. Swali langu kwa daktari ni moja tu. Hivi ugonjwa wa corona, mtu akiumwa unaweza kumrudia tena au hapana? Kwa sasa bado hakuna ushahidi kwamba ukiumwa mara moja ugonjwa huu unaweza kukurudia au hauwezi kukurudia. Lakini kwa magonjwa mengi ya virusi, mtu akiumwa mara moja huwa hawezi kuumwa tena ugonjwa wa aina ile ile ya kirusi. Kuna magonjwa kama tetekuwanga, ugonjwa kama dengu, ukiumwa mara moja hawezi kuumwa tena. Na magonjwa mengi sana ya virusi yana tabia hiyo. Mtu akiumwa mara moja, mwili wake unajenga kinga ambayo itapambana na virusi vya aina hiyo vikija baadaye. Kwa hawa wagonjwa ambao wanafuatiliwa wagonjwa wa COVID-19 kwenye maeneo ambao walikuwa wamepata ugonjwa wakapona, wale watu wanaofuatiliwa hakuna ambaye ameweza kupata maradhi kwa mara ya pili. Lakini bado ni mapema kwa sababu waliofuatiliwa ni wachache kuhitimisha kwamba ukiumwa mara moja hawezi kuumwa tena. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji kupata ushahidi wa kutosha. Utaratibu wa kunawa na dawa hizi dawa tunazonawa kila wakati tunanawa, kila wakati tunanawa. Kweli hizi inasaidia kweli inasaidia kuto kupata maambukizo hayo ya wadudu wa corona? Hizo sanitizer kwa maana ya vitakasa mikono, lengo lake ni kuweza kuua vimelea vya maradhi. Kwa tofauti ya vitakasa mikono kwa maana ya hizi alcohol based hand sanitizer pamoja na maji, ukitumia maji tiririka na sabuni hauui vimelea moja kwa moja, ila unaviondoa. Kwa hiyo mikono yako itabaki bila vimelea. Lakini unapotumia vitakasa mikono sanitizer, moja kwa moja itaweza kuua vimelea ambavyo vipo pale ambapo umeweza kuipaka au kunawa. Kwa sasa nikinawa wakati huu, manake nitaua vimelea vilivyopo kwenye mikono yangu kwa wakati huu. Hii haimaanishi kwamba utakuwa umeua vimelea hata vitakavyokuja baadaye. Hii kemikali haidumu kwa muda mrefu kwenye mikono. Kwa hiyo baada ya muda mikono itabaki katika hali ya kawaida, na ukigusa tena kwenye eneo lenye virusi unaweza kuvipata. Lakini kwa wakati huo ambao unapaka inaua kwa ufanisi. Nataka kujua tofauti. Manake watu wengi tunaumwa mafua
na pia sengine unaweza ukahisi kifua labda kimebana. Sasa nitajuaje kama hii ni dalili ya corona, au nitajua mafua ni corona au ni mafua tu ya kawaida? Maki sengine tunapata vumbi hapa, tunapiga chafya kweli kweli na ugonjwa upo. Sasa naweza nikapata hofu kutokana na ile chafya, nikasema hii ni corona wakati kumbe sio corona. Sasa tutajuaje tofauti hapo? Ni kweli dalili za ugonjwa wa COVID-19 zinafanana na dalili za magonjwa mengine mengi. Hawezi kutofautisha moja kwa moja hizi dalili na magonjwa mengine. Unachotakiwa kufanya ni kujaribu kuona huyu mtu mwenye dalili za huu ugonjwa wa COVID-19 kama ana historia ya kumhudumia mtu mwenye ugonjwa huu, kuishi naye pamoja, kuchangamana naye, au kwenda kwenye nchi au eneo linaloripoti ugonjwa huu. Endapo ana hiyo historia, basi unatakiwa uhisi kwamba huenda ana corona. Lakini uwepo wa dalili peke yake haitoshi kusema moja kwa moja kwamba mtu ana corona, kwa sababu sio kila homa ni corona, na vile vile sio mtu atakaye kohoa, kupiga chafya ana corona. Inawezekana ikawa ni dalili za mafua ya kawaida au magonjwa mengine ya njia ya hewa. Wito katika kipindi hiki ambacho sasa tumeona idadi ya wagonjwa bado inaongezeka nchini. Tumeshakuwa na wagonjwa 24 na tumeona katika mkoa wa Mwanza kuna mgonjwa. Hii inatuonyesha kwamba jitihada za kuchukua tahadhari dhidi ya huu ugonjwa zinatakiwa zichukuliwe na kila mwananchi katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Tusiangalie ile mikoa ambayo tayari ina wagonjwa peke yake. Katika maeneo mengine yote tuendelee kuchukua tahadhari na namna ya kujikinga ili kuepuka maambukizi zaidi. Katika ugonjwa wa COVID-19 kila mtu kwa nafasi yake anatakiwa ajikinge yeye mwenyewe, awakinge watu wengine, na tutambue kwamba corona inazuilika. Mtazamaji wa Star TV, mpaka kufikia hapa kipindi cha sheria zetu hakina la ziada, na tumai umesikia maswali ya wananchi, na Dr. Tumaini Haonga ametolea ufafanuzi wa kutosha kabisa ili kuhakikisha kwamba elimu hii inafika kwa wananchi na waweze kujilinda na ugonjwa huu wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona. Langu jina ni Athmani Mihula. Kumbuka kipindi hiki kimeletwa kwako kwa udhamini wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Nikutakie tu mtazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Star TV.